Kwa hiyo Bwana Hamza Mahane ningemshauri aongeze juhudi, awe na ikhlas zaidi katika kazi yake, na napenda vile harakati zake anavyojitoa, anavyopambana, leo anakuwa huku, leo anakuwa huku. Allah muwafikishe, amfungulie zaidi, watu wamsupport katika kazi yake ili awe na nguvu kubwa, asisimame peke yake. Mashallah, kwanza namuona ni mtu ambaye anajitoa sana, kwa sababu ni mtu ambaye tunazungumza pia mara kwa mara. Kuna nyakati ananiambia anaenda South Africa, kuna nyakati anakuja Tanzania, anasafiri sehemu mbalimbali. Kwa hiyo hicho anachokifanya, aongeze nguvu, aongeze juhudi. Nia zetu haswa tuzikite kwa ajili ya Allah, tuzifanye kwa ikhlas ili Allah atakabalie hichi ambacho tunakifanya, kwa sababu uzuri ni kwamba tukijitoa katika mambo ya kidunia kwa khairi na shari, basi utayakuta kule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Huda, miaka 5 ya huduma ya da'wa katika nchi ya Burundi. Alhamdulillah, kwa neema za Allah, Al-Huda imetimiza miaka 5 ya kazi za dini nchini Burundi. Katika kipindi hichi tumekuwa tukijitahidi kusaidia mayatima ambao mnatutazama nje ya Burundi, pia ndugu zangu Waislamu ambao mnatutazama katika nchi yoyote. Hichi ni kituo cha watoto mayatima ambacho kuhudumia wahitaji, kueneza elimu ya Kiislamu na kuimarisha umoja wa Waislamu. Katika safari hii pia tulianzisha Al-Huda TV Burundi. Kisha saa 7 mchana au saa 8 mchana. Nani ana hiyo guarantee? Hakuna. Wakati wote ninaweza nikafa. Na usia wako ambao uliotoa shekhe uzingatiwe sana, au ni labda ni jazba fulani ndio zilizokufanya wewe ufanye hivyo? Sina jazba, kwa sababu nimeufikiria kwa muda wa miaka 3 ambayo imekuwa chachu ya mabadiliko na kuamsha mwamko mkubwa wa Kiislamu kupitia vipindi na mihadhara mbali za dini. Kwenye mihadhara tutaitumikisha kwenye mihadhara, na nitaandaa mihadhara miwili mikubwa hapa sasa hivi. Waislamu wanatutazama, tutakupeleka uwanjani ili ukutane na Wakristo, uyaseme haya hadharani. Sisi kwenye Uislamu nitakuomba ufanye mkono hivi kama ishara ya kutoa shahada, kisha unasema Bismillahi. Studio Al-Huda TV Burundi, nous avons un visiteur. Vous ne connaissez pas leur objectif, leur visite d'aujourd'hui, et laissez-nous en paix pour que nous puissions vous présenter. Moi, je réponds au nom de Zohra Nidimana, journaliste d'Al-Huda TV. Sasa tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika ukumbi wa Lape Chibitoki maarufu kwa Mwalimu Juma. Kiingilio ni bure, lakini tunaelekea kuandika historia nyingine muhimu katika maendeleo ya kazi ya Uislamu. Ni hatua mpya ya mafanikio, mshikamano na kujitolea katika kuendeleza da'wa kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah. Tunamshukuru Allah kwa kila hali ya shiriki nasi kwa hali na mali. Tunamwomba Allah atujalie ikhlas, atuongoze nguvu, aibariki kazi zote zinazofanywa kwa ajili ya kuutumikia Uislamu. Miaka 5 ya huduma, miaka 5 ya dawa, na safari bado inaendelea. Al-Huda, mwongozo kwa jamii. Shukrani za dhati kwa timu zima la Al-Huda likiongozwa na ndugu yangu Hamza Mahane. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kazi nzuri ambayo umeianza, Mwenyezi Mungu aweze kuweka baraka zake. Amina ya rabbal alamin. Al-Huda, mwongozo wa jamii.